Dimitar Nikolaev Pantev. Pantev aliteuliwa kuwa meneja mkuu wa Simba Sport yenye makazi jijini Dar es Salaam, Tanzania, na alitia saini mkataba wa miaka miwili hadi Juni 2027. Moja ya mabadiliko yake ni kwamba atasimamia si tu benchi la ufundi kama kocha, bali shughuli za kikosi, usajili, mafunzo na maendeleo ya timu kwa ujumla. Pantev alisema kuwa kikosi cha Simba kiko kwenye wakati mzuri kwenye misimu michache iliyopita, na kuzungumzia viwango vya Jean Charles Ahoua pamoja na Elie Mpanzu. Anasisitiza licha ya kwamba ya kupata ushindi, bado kiwango cha wachezaji bado kinaweza kuboreshwa. Baada ya kuibuka na ushindi wa bao 3-0 dhidi ya timu ya Nsingizini Hotspurs, alisema matokeo haya niliyoyaona leo siku ya tarajia wala sio yale niliyoyatazamia. Kuona ubora wa wachezaji na bado unahitajika zaidi. Ahoua Mpanzu walikuwa sehemu ya kikosi. Anatarajia kuboresha mfumo wa mafunzo na maelewano ya kikosi kabla ya kutengeneza tu matokeo. Anaona Ahoua pamoja na Mpanzu wana uwezo mkubwa, lakini bado hawajafikia malengo yake. Kumekuwa na maneno mengi ya kuhusisha kwamba kumekuwa na kelele nyingi zinazosema kuwa Ahoua pamoja na Mpanzu hawafanyi vizuri. Pengine sababu zinaweza kuwa wachezaji wanaweza kuwa hawajawa na maelewano ya kikosi kipya chini ya kocha au meneja huyu Dimitar Pantev, pamoja na mfumo wa uchezaji unaweza kubadilika kutokana na kocha mpya, mbinu tofauti, na baadhi ya wachezaji wakihitaji muda kubadilika. Matokeo yanaweza kuwa hayajatimia kama timu inavyotakiwa, na mashabiki wadau wengi hutoa ukosoaji pale viwango vya matarajio vinaposhuka. Wachezaji binafsi kama Ahoua na Mpanzu wanaweza kuwa hawajaonyesha ubora wa mara kwa mara, au hawajapata nafasi au mambo ya kiufundi yanayotakiwa au wanayotakiwa kuyaonyesha. Kocha Pantev anaweza kushughulikia hili, kuvielekeza vikosi na mchezo. Aliweka msisitizo wa kucheza soka la kuvutia na kushinda kama sehemu ya malengo yake. Kuchukua muda wa kuwekeza mafunzo, maelewano ya timu na mfumo wa uchezaji, si tu kubadilisha kila kitu haraka sana. Alisema pia siwezi kubadilisha kila kitu kwa wakati mmoja. Kuonyesha imani kwa wachezaji. Alisema wachezaji aliowakuta wana uwezo mkubwa na watafanya atakachowaelekeza. Kutambua kwamba viwango vya wachezaji baadhi vimepungua ni jambo la muda, na kadri Simba inavyozidi kucheza ndivyo anavyogundua sehemu ya kurekebisha zaidi. Takwimu za Jean Charles Ahoua pamoja na Elie Mpanzu. Takwimu muhimu. Ahoua mwenye umri wa miaka 23 alijiunga na Simba Sport Julai 2024. Katika michuano ya CAF Confederation Cup 2024-2025 alicheza mechi 12 akiwa na mabao 3 na pasi za mabao 2. Katika ligi yenyewe alifunga magoli mengi na kuchukua Golden Boots kwenye ligi ya Tanzania. Kiwango cha tathmini ya uchezaji kwa mwezi kulionyesha alama kama 7.4 kwa wastani kwenye ushindani wake. Hii inaonyesha Ahoua anaendelea vizuri, kiwango kizuri, na anaonyesha mchango mkubwa kwenye mechi muhimu. Hata hivyo, ingawa takwimu zinaonyesha mchango mzuri, kuna nafasi ya kuboresha katika sehemu kama pasi za mabao zaidi, ushawishi kwa mashabiki dhidi ya wapinzani wakubwa, na udhibiti wa uchezaji kila mechi. Kwa mujibu wa maoni ya meneja wa timu Dimitar Pantev kwamba kikosi kinahitaji ubora zaidi, au anaonekana kuwa mmoja wa wachezaji ambao wana uwezo wa kuleta tofauti, lakini bado ana nafasi ya kupanua mchango wake. Kwa upande wa Elie Mpanzu, takwimu muhimu. Mpanzu ni mchezaji wa Simba Sport, umri miaka 23. Kwa msimu wa ligi kuu bara 2024-2025 alicheza mechi 17 kati ya 30 za ligi, dakika 1239 za kucheza, na alifunga mabao 4 na kutoa pasi za mabao 3. Katika CAF Confederation Cup alicheza mechi 9, alifunga goli 1 na kutoa assist 2 akipiga shuti 31.
hivyo Mpanzu naye anaonyesha kuwa ni mchezaji anayepewa nafasi ya kusonga mbele. Takwimu zinaonyesha ana mchango, lakini hajawa juu kama wachezaji wa ngazi ya juu ambao mashabiki wanaweza kumuimba pamoja na kocha kwa kila mechi. Kwa muktadha wa maoni kwamba baadhi ya wachezaji wanasema hawafanyi vizuri, Mpanzu anaonyesha kuwa licha ya kuwa anazungumziwa kwa mchango, bado kuna maeneo ya kuboresha, kwa mfano ubora wa nafasi anazopewa kuongezeka kwa mabao na assist na uthabiti wa kiwango cha juu kila wakati. Meneja Pantev anaweza kumuona Mpanzu kama sehemu ya kujenga, mchezaji ambaye anaweza kuimarika na kuwa msaada mkubwa zaidi kama atapata mabadiliko sahihi ya mafunzo, nafasi na kuhamasishwa vizuri zaidi. Hitimisho, Jean Charles Ahoua anaonyesha ishara nzuri ya kiwango. Ana mabao mengi, anachangia na ana uwezo wa kuwa nyota hatari. Hata hivyo, anaweza kuongeza ubora wa udhabiti na ushawishi dhidi ya wapinzani wakubwa. Pamoja na ile Mpanzu ana mchango decent, lakini bado ana nafasi ya kuboresha kwa kuwa mchezaji anayeendelea kujenga ubora. Zaidi ya kuwa mzuri mara kwa mara, anahitaji kuwa mzuri kila mara. Kwa meneja Dimitar Pantev ambaye amesisitiza kwamba kikosi kinahitaji kupiga hatua ya ubora wa juu, wachezaji hao wawili wana nafasi nzuri ya kuonyesha maendeleo, lakini lazima kutakuwa na jitihada za makusudi na ufuatiliaji wa maendeleo yao. Na hii ni Neli TV. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe chaneli yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu kwa haraka zaidi pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye chaneli yetu ya Neli TV. Niliyekuandalia na kukusomea taarifa hii ni mimi Sport Lady Kunlizi. Hadi wakati mwingine, bye bye.